Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani, Papa Leo wa 14 ameikosoa dunia kwa kushindwa kuzuia mamilioni ya watu kufa kwa njaa. Papa amesema kuruhusu binadamu wengine wafe kwa njaa ni kushindwa kwa pamoja kuchukua hatua stahiki, ni kupotoka kwa maadili, na yote hayo ni dhambi ya kihistoria. Katika hotuba yake kwenye makao makuu ya shirika la mpango wa chakula duniani yaani WFP mjini Roma, Papa Leo wa 14 ametoa wito kwa watu kufikiria upya mtindo wao wa maisha pamoja na vipaumbele vyao. Kauli ya kiongozi huyo wa kidini imetolewa wakati WFP ikitahadharisha takribani watu milioni 319 wanakabiliwa na uhaba wa chakula, na kwamba kuna hatari watu milioni 14 wakafariki kwa njaa kufikia mwaka 2030. Kutokana na hatua ya kimataifa ama mataifa kadhaa kupunguza ufadhili kwa ajili ya misaada ya kibinadamu. Nadhani hili ni moja ya jambo ambalo ameliongea kwa uchungu sana, kwa sababu mataifa mengi yameonekana yakipitia wakati mgumu kwenye upatikanaji wa chakula, lakini mambo makubwa ambayo yanapelekea uhaba wa chakula ni vita na migogoro ya kikanda ambayo imeendelea kuchukua nafasi kubwa kati ya mataifa na mataifa. Tunashuhudia kama Gaza pamoja taifa la Palestina sambamba na Israel ambayo limekuwa likiingia kwenye mgogoro mzito, hususan baada ya kundi la Hamas kuweza kushambulia Israel ile Oktoba 7, 2023, na kwa majibu yake ndani ya miaka miwili nayo ikaenda kujibu na kusababisha watu wa Gaza kupitia wakati mgumu kweli kweli, kitendo ambacho kimeacha maswali mengi. Hata Israel ilipoenda kuzuia misaada ya chakula na misaada mingine ambayo ya kibinadamu kuingia ndani ya Gaza, ilienda kuacha maswali mengi na kuacha watu mdomo wazi. Ni kwa nini inaweza kuweka wakati mgumu kama ule? Picha mbalimbali za watu zikionekana wamekonda zilianza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, na hata makundi ya watu ambayo yalikuwa yakipambana kuweza kupata chakula yalikuwa yameendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Hivyo mpaka vita hivi inakuja kusitishwa, inakuja kuonekana ya kwamba Gaza imepitia kwenye wakati mgumu, hata namba ya watu ikiweza kupoteza uhai kwa sababu hawana chakula. Lakini kauli hii ya Papa nadhani inaenda kuamsha watu ya kwamba maisha yanahitaji kuweza kuendelea na binadamu anahitaji chakula kuliko hali isiyokuwa ya kawaida.